Ufalme wa saa hii unasema hapa duniani uchumi umeshuka, hakuna biashara, hakuna nini. Sema amen. Lakini hata katika hiyo uchumi, sema amen, kuna yenye inaoperate na inaamulisha vitu katika hiyo ufalme na zinatendeka. Isaka anapanda wakati wa jua likiwa limewaka, hata watu wanaona jamaa. Unajua wakati kumenyesha watu wanaandaa mashamba, wanapanda mbegu. Sema amen. Unaonaga ukiangalia kule, unaona wamama tu na tujembe na ni kupanda tu wanapanda. Hebu imagine mtaa mzima wanaona Isaka amenunua mbegu, wanashindwa na huyu jamaa akili zake ziko sawa. Jua likiwa limewaka hivyo anafanya nini shambani na mbegu? Na amepanda tu. Maana Isaka alikuwa anajua niko katika ufalme ambao unaamulisha ufalme huu tuko. Akasema mimi nitapanda. Alipanda. Biblia imerekodi nini? Alivuna ama hakuvuna? Sio 30 kwa 30, 100 kwa 100. Wewe jiulize zilikuwa zinamea na nini? Kwa sababu ukielewa katika ufalme ulio na kazi ya msalaba ambayo ilifanywa. Unajua hii kufanywa ni kwa Yesu akitoka kwenye alikuwa ametoka. Papa Siri alikuwa ameenda huko kufungua huyo jamaa. Sema amen. Na ndiposa unaona hakuna, ukiendelea hapo hakuna kazi nyingine alianza kuendelea kufanya katika huu mji. Aliingia kwa boti. Ina maana amekamilisha nini? The mission. Amekamilisha kazi. Kashika safari, maana jamaa amefunguliwa. Wewe enezaka injili kwa mipaka ya Dekapoli huko na mimi nieneze na huko. Sema amen. Hivyo ndio Yesu alifanya, akasema mimi nimeenda kwa baba yangu lakini lakini tumeachwa na tumekaa. Sema amen. Unakuta aliacha lakini wamekaa. Yule mwanamke wakati alifunguliwa alianza kuhubiri, alianza kupeleka injili. Alianza kupeleka injili ni kwa sababu gani? Aliachiwa, kaambiwa peleka, na hakuna mtu alikuwa muinjilisti mzuri kama yule mama. Hata huyu jamaa wa Dekapoli. Huyu jamaa alienda kaambia watu na watu wakaona jamaa, na ni ukweli, ni muujiza na ni testimony ambayo inaonekana real. Jamaa tunamjua alikuwa anajikatakata, hakuna mtu mwanadamu hapa angeweza. Hivyo ndio mwanadamu tulikuwa tumeshindwa. Na Yesu akaja akatufungua. Na sasa kama tumefunguliwa, sema amen, hakuna kitu kingine cha kutustua, maana tushafunguliwa. Sema amen. Sasa ni kufocus katika ufalme. Unataka tufanye nini? Ufalme unasema nini? Hata katika changamoto ufalme unasema nini? Sema amen. Kwa hivyo upendo wa Mungu ukiuangalia ndani, sema amen, ni kitu ambacho hata mwanadamu, Suleimani alijaribu kuchunguza, akasema upendo hata ajui ni nini. Akasema ni kama merikebu kwa ziwa inapopita hivi. Wewe ukiambiwa hapo kuna meli ilipita, unaweza onyeshana? Ama nyoka wakati amepita kwenye mwamba, unaweza elezea njia ya nyoka? Ndio hiyo ilipita hapa. Sema amen. Maana ni kitu ambacho mwanadamu hawezi kukichunguza akakijua vizuri. Sema amen. Yeye ni kupewa, amepewa, na akishapandikishwa hapo ni kuendelea na safari. Sema amen. Si ajue hiyo siri na akae nayo, akae hapo. Ni hiyo siri amejua na amefunguliwa, aieneze. Sema amen. Kwa hivyo ni vizuri sana kujua upendo wa Mungu kiundani ulikuwa wa nini. Maana hata madada za huyu jamaa, mandugu zake, wazazi wake walishindwa na yeye. Maana upendo wao walijaribu kumfunga. Kenya wangepea huyu jamaa ni minyororo tu, tuwamfunge atulie. Hata hiyo minyororo akakata. Maana upendo wao, sema amen, ulikuwa hujafikia. Sema amen. Lakini upendo wa Yesu wakati ulimfungua jamaa hata akawa sawa. Biblia inasema, inarekodi vizuri, walimkuta amekaa akiwa amevaa nguo zake na akiwa na akili mzuri. Yes. Kwa hivyo hapa duniani kazi ambayo tumepewa na ile upendo tulinunuliwa nao unafaa uenee. Sema amen. Katika mataifa
katika, sema amen. Maana nje kuna watu wanateseka. Katika ulimwengu wa roho ukifunguliwa, kuna watu wanateseka. Kama huyo jamaa alikuwa anateseka, watu wakiwa wanapita tu, hata wenye walikuwa wanamjua anasema, ai, kwani huyu jamaa alipagawa, anakaa kwa makaburi anajikatakata, na wanapita tu. Sema amen. Lakini Yesu akawa concern, huyu mtu anafaa kufunguliwa. Kwa hivyo kuna watu huku nje wanafaa kufunguliwa. Sema amen. Na ni ule upendo tulipewa, ule upendo tulifunguliwa. Sema amen. Maana kama Biblia inasema tulikuwa wapagani, hata hatukujulikana. Huyu jamaa ilifika mahali wewe unakaa kwa makaburi, hata wewe utakaa na jamaa anakaa kwa makaburi. Jamaa anajikatakata. Hata kama ni wa kwenu, watu hao walimtenga wakasema, wewe jamaa wewe kaa huko. Sema amen. Wale watu wamefungwa sio kwa mapenzi ya Mungu. Sema amen. Kwa hivyo ni vizuri kujua maana ya upendo wa Kristo. Maana Biblia inasema alitolewa ili yoyote amwaminie asipotee, mbali awe na uzima, na uzima wa milele. Sema amen. Tusimame kwa miguu yetu.